Tauni Msingi oye! Nachotaka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ukuta ukamilike, na hapo watubue milango kwa ajili ya duka, ili kusudi shule ipate kipato na isiwe tegemezi, ijitegemee yenyewe kwa kila huduma zake. Miaka 6 au 7 iliyopita nilikwenda kuonana uongozi wa kampuni ya Coca-Cola kuomba t-shirt kwa ajili ya walimu. Kwa hivyo nimeambatana na uongozi wa kampuni ya Coca-Cola na mimi, ili kusudi washuhudie kwamba hizi t-shirt walizotoa kampuni yao leo tutazikabidhi hapo kwa walimu, na walimu pia waone kwamba na wao tunawakumbuka. Lakini kipindi kile cha graduation niliahidi tutaleta cherehani. Nimeleta cherehani hapo ili kusudi ipate msaada shule yetu, uwe mradi na watoto pia wajifunze katika kushona. Na kama mtaendelea vizuri nitaongeza cherehani vingine viwili, moja ya kawaida na nyingine ya zigzag ambayo itakuwa ya kitaalamu. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwamba cherehani hiki kifanye kazi, na shuleni mwakani wale watakao kuwa wanaanza kuingia basi washonewe nguo na ni sketi zao na shati zao na cherehani hii, ili kusudi wapate kuingiza shule kipato, lakini pia kwa bei nafuu, na nyie wanafunzi pia mnufaike kwa hilo. Baada ya kusema haya machache, nimwombe mwalimu, naona katika wiki ijayo tutakutana, tutapanga taratibu ya kuanza kuendeleza ukuta wetu, lakini pia kuna utaratibu mwingine wa kuitisha mkutano kwa ajili ya walimu na wataalamu kutoka serikalini kwa ajili ya ukatili wa kijinsia. Tutafanya ili kusudi walimu wapate taaluma zaidi na iwafikishie nyie wanafunzi wetu kwa ajili ya hiyo taaluma ya ukatili wa kijinsia. Tunaomba shule zetu za Shinyanga mjini na shule zote zilizoko pembezoni zijue kwamba lazima tujiheshimu, tutengeneze tabia njema kwa ajili ya jamii na wanafunzi na watoto wetu. Wanafunzi wa tauni oye! Wanafunzi wa tauni juu zaidi! Tauni shule ya msingi tuko walimu sasa hivi 16. Na volunteer wako 3 na sisi wengine tuko 14, maana tuko 17. Wanafunzi wako 1042 kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 7. Karibu sana. Lakini kama unavyoona ndugu wajumbe wote mliokusanyika hapa na pamoja na walimu, mkiangalia huku nafikiri amuoni wajasiriamali. Naona uzio wetu umeshajengwa mpaka kona ya 3. Kwa hiyo tumebakiza kona moja kuunga shule yetu ikawa katika uzio 100%. Japo sio kwa ukamilifu, lakini hatua hii kubwa imeshaleta utulivu hapa shuleni. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu ambaye amekupa afya njema. Labda leo niwaambie wanafunzi hawa pamoja na walimu na wageni waliofika hapa. Mimi nimekuwa mwalimu mkuu sasa hivi ni miaka 12. Nimefanya kazi katika kata 3. Sijawahi kufanya kazi na mheshimiwa diwani kama mheshimiwa diwani wa kata ya mjini. Mpigie makofi makubwa. Mimi niseme hivi, wanaomdharau mheshimiwa diwani hawamfahamu. Lakini sisi ambao tunamfahamu mheshimiwa diwani ni mtu wa watu. Anasikiliza shida za watu, hasa katika jamii yake ya kata ya mjini. Sisi hapa shuleni amekuwa nasi bega kwa bega. Ametusaidia kukarabati vyoo. Na unaona lijengo pale hilo, vyoo vya wasichana pamoja na vyoo vya wavulana. Mheshimiwa diwani ametusaidia kupata masinki, lakini kupata mifuko ya simenti kwa ajili ya ukarabati na vyoo vinatumika. Lakini darasa la awali lilikuwa limetoboka. Mheshimiwa diwani wakati ya mjini, Mheshimiwa Gulam, alitupatia mifuko ya simenti 10. Tukarabati chumba cha darasa la awali.
Mheshimiwa diwani, ukiingia darasa la awali sasa hivi mle ndani pasafi, tumeweka na mikeka, machapisho, watoto wanakaa vizuri. Lakini hapo awali ilikuwa kuna mashimo. Tunakupongeza sana, Mungu akubariki sana. Lakini kupitia mahafali ya mwaka jana, Mheshimiwa diwani alikuwa mgeni rasmi, mnamkumbuka? Ndio. Alituahidi mambo mengi sana hapa. Akasema atatusaidia kuendeleza ujenzi wa ukuta, na ni kweli. Kupitia Mheshimiwa diwani tumepata mifuko ya simenti 70. Pamoja na kokoto tripu 1, mchanga tripu 10. Na leo amekuja kukamilisha ahadi nyingine ya mwisho ambaye alikuwa ametuahidi, hata izungumza mwenyewe na film naona hapa mbele, kwa ajili ya ujuzi wa wanafunzi. Kwa hiyo Mheshimiwa diwani, tunakushukuru. Mpaka sasa hivi ukuta wetu umechangia kwa kiasi kubwa sana. Ni kweli tumekuwa na wadau wengi wakituchangia katika ujenzi wa ukuta huu, lakini Mheshimiwa diwani umetisha. Katika misaada ambayo tumeipata na kupitia kwa wadau, Mheshimiwa diwani ndiye namba 1, kiungo namba 1 aliyetuwezesha katika asilimia kubwa kuliko wengine. Mungu akubariki sana. Tunakuzungumza hapa sisi kama walimu wa tauni. Tunasema Mheshimiwa diwani anaonekana kama hayupo, lakini ana mambo makubwa. Umetufanyia mambo makubwa, Mungu akubariki sana. Tunaandaa zawadi na sisi ya kukupa ili kuonyesha mchango wako mkubwa ambao umeufanya kwa ajili ya shule yetu. Kumbuka tena kutuletea hii cherehani ambayo itaanza sasa kushona uniform za wanafunzi hapa shuleni. Tunakushukuru sana. Mama Samia mitano tena. Diwani wenu Mzee Gulam mitano tena. Walimu, wanafunzi wa shule ya Mwenge. Leo nimekuja kwa kufikiria kwamba nitoe mchango wa cherehani kwa ajili ya shule hii ya Mwenge. Kwa ajili ya mambo mawili. Moja, wanafunzi ambao wanataka kujifunza mambo ya cherehani ipo hadhiri. Lakini kingine, uwe ni mradi wa shule ya Mwenge kwa ajili ya kushona uniform zao. Na kama mtaendeleza vizuri, nitakwenda kuwatafutia cherehani vingine viwili ili kusudi watoto wetu wa shule ya Mwenge wasipate adha na ziki ya kwenda kushonea uniform nje ya shule. Huu utakuwa ni mradi wa shule, lakini pia wanafunzi watapata unafuu wa bei. Tanzania kazi endelee. Tano tena kwa nani? Samia. Asante sana, tunashukuru. Tunashukuru sana Mheshimiwa Diwani na timu yako kwa kuweza kutuletea zawadi ambayo tunaiona hapa mbele. Tumezoea hapa shuleni kuna masomo ambayo tunajifunza yanazungumzia pia cherehani, lakini watoto wamezoea kuiona kwenye picha, wanachora kutoka kwenye picha, lakini leo wataiona kabisa. Hii ni mashine tata inaitwa. Ni somo hili. Kwa hiyo watoto wanaweza kufanya kwa vitendo, wakaona jinsi mashine tata ilivyounganishwa na mashine sahihi. Ni hayo tu. Asante sana Mheshimiwa Diwani na timu yako yote. Kwenye mkutano mmoja hapo tulipopita hapo miezi kadhaa iliyopita, niliahidi kwamba nitawaletea jezi ya netball binti zangu nyie. Lakini kwa bahati kukawa kumetokea uchelewesho kwa sababu pale niliponunuaga hazikuwepo na mimi nilikuwa nitafuta kidogo kwa quality, na leo kwa bahati nimekuja nazo. Hizi jezi zipo karibu ni wiki 2 kwetu hapo, lakini tulikuwa tunasubiri mshuko wa Ramadhani uishe ili kusudi tuje tukabidhi. Na juzi Adija alinitumia message, tunaomba mtukabidhi jezi kwa sababu tunakwenda kucheza mechi, lakini kwa sababu ratiba ilikuwa imevurugika tukashindwa kuwaleteni. Lakini sasa jezi zipo, muende mkacheze mechi na mtupe taarifa, sisi pia tutaungeni mkono katika hilo. Sisi tumekuja hapa hususi kwa ajili ya kukabidhi hilo jezi, lakini kuambieni kwamba tutawapeni ushirikiano nyie wa binti zetu katika hii michezo ambayo mnataka kwenda kucheza. Tutawasaidia namna kutafuta ufadhili ili kusudi mpate mechi ya tournament katika kata ya Mjini. Hombolo oye! Tutajitahidi tuwatafutie na vikombe
vya kupigania, vya kugombea, lakini niwashukuru sana walimu wetu hapo kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa. Mama Samia mitano tena. Diwani wenu Mzee Gulam mitano tena. Samia mitano tena. Vijana oye! Oye! Kwanza kabisa nichukue fursa hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu, na pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa shukuru wenzangu nilioambatana nao kufika hapo, na kumshukuru mwalimu mkuu na jopo lake la walimu na wanafunzi mliokubali kutupokea. Nasema asanteni sana. Shule ya Buruba ilianza mwaka 1967. Mimi nikiwa darasa la 8 kwenye shule ya Mwenge. Kugawa hizi jezi za watoto wa kiume, jezi za mpira wa miguu, na mkafanya tournament moja mkafuzu. Na uwanja mnao mzuri sana, shule zingine hata uwanja hawana. Hii ni bahati mlionayo ya pekee. Kwa hiyo niwatakie kila la kheri. Niwaombe radhi na msamaha kwa kupoteza muda wenu, lakini nawashukuru sana kwa kunipa muda wenu adhimu, na Mwenyezi Mungu awabarikini. Nipende kuchukua fursa hii kabisa kupenda kukushukuru kabisa. Kwa majina naitwa Emmanuel Fashi, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 hapa Buruba, ambaye natarajia kuhitimu hapa masomo yangu mwezi wa 5. Kwa tunasema asante kabisa Mheshimiwa mbunge wetu Diwani Gulam, ambao umekuja kututembelea hapa na umeweza kutuonesha kabisa nia ya kwamba una upendo na sisi. Umeweza kutujali. Ni shule nyingi sana umepita, lakini umeikumbuka shule ya mjini hapa town Buruba. Ni ya kitambo sana, imeweza kutoa wanafunzi wengi kama ulivyosema. Hivyo tunaomba na sisi katika maombi yetu na baraka zetu na dua zetu zote tunakuombea Mungu aweze kabisa kuweza kukusaidia na uweze kupita katika uongozi wako. Hatuna mengi baba, tunasema asante. Asante sana, shukrani. Kwa majina naitwa Mwalimu Julius William Kisako, mkuu wa shule. Kwa niaba ya shule sekondari Buruba, na washukuru wote mliofika mahara hapa. Kiukweli mmetoa kimasomaso. Tunamshukuru Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Guram kwa kufika mahara hapa. Nakumbuka mwaka 2020 alikuja hapa akatuahidi kutupatia vitu alivyotupatia kama hizi jezi ambazo tunaziona. Tulikuwa tunazitamani kuzipata, hatimaye leo zimefika hapa shuleni kwetu. Kwa niaba ya wanafunzi, kwa niaba ya Mheshimiwa Diwani, kwa niaba ya walimu na wananchi wote wanaozunguka shule ya sekondari Buruba, ambaye akatuwezesha kukutana na nyie wanafunzi wetu wa shule ya Uhuru pamoja na walimu wetu wa shule ya Uhuru. Nasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Nisichukue muda mrefu kwa sababu tumezunguka tokea asubuhi na tunafanya kazi hii moja ya kugawa vifaa vya zawadi kwa shule zetu. Leo ni siku yetu ya furaha. Nimekuja hapo kwa ajili ya kuwaletea jezi za mpira wa mguu na mpira wa netball kwa watoto wetu wa kike. Ni pamoja na mipira yake pia ipo. Naomba mutumie jezi hizi vizuri, mujipange. Timu yetu ya Uhuru ingie katika ushindani, na katika ushindani huu nataka kombe la ushindi lije shule yetu ya Uhuru. Shule ya Uhuru oye! Kwa majina naitwa Mwalimu Victoria na Kiliaumi, mkuu wa shule ya sekondari Uhuru. Kipekee namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ujio wenu, na vile vile nipende kutoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa niaba ya jamii nzima ya Uhuru Sekondari. Mafanikio yetu yamekuwa na mchango mkubwa kutoka kwako. Umetusaidia mambo mengi sana. Watu wanaweza wasielewe, lakini sisi ndio tunaoelewa. Yaani umekuwa ukituvusha kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hata tunavyofanikiwa kitaaluma, nguvu yako ni kubwa sana. Umetuletea zawadi hizi za michezo na umelenga kabisa penyewe, kwa sababu shule yetu ni ya michezo kimkoa. Yaani kuna shule 2 tu, kwa hiyo moja wapo ni Uhuru. Kwa hiyo umefikisha kabisa mahali pake, kwa sababu ni shule teule ya michezo mkoa wa Shinyanga. Umetuletea cherehani hii. Haiwezi kufutika kwenye mioyo yetu. Haitafutika na itafanya kazi kama ulivyotuagiza. Tutawashonea watoto uniform hasa kuanzia mwakani watakapoingia wale wa mwakani kidato cha kwanza. Kwa hiyo tutajitahidi, tutatafuta fundi ambaye atakuwa ni mwaminifu, akae hapa awashonee watoto wetu kwa wakati.
na kwa kuwavumilia pia, kwa sababu kuna wengine ambao wanatoka mazingira ambayo sio mazuri. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Pale ulipotoa Baba, uongezewe zaidi na zaidi, na tunakuahidi tuko bega kwa bega na wewe, kwa sababu hujawahi kutuacha. Mungu akubariki, azidi kukupa afya njema na kukutendea makuu zaidi. Ya mjini Mheshimiwa Gula Mwafizi yuko hapa kwa ajili ya kugawa ya kutugawia vifaa mbalimbali vya michezo, ikiwa ni moja kati ya ahadi zake ambazo aliahidi kwamba atahakikisha michezo katika kata yake inakuwa inasonga mbele na kuwa kinara katika kata yake hii. Kwa hiyo tumeona ameleta vifaa mbalimbali kwa ajili ya michezo ili tucheze, tulete ushirikiano, tulete afya, lakini pia michezo ni ajira. Kwa wenzetu ambao wako hapa, baadhi yao wataajiriwa kupitia hii michezo. Kwa hiyo namshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kutimiza ahadi yake. Mama Samia, awali ya yote nichukue fursa hii adhimu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwashukuru walimu wa shule ya Shaikom pamoja na wanafunzi kutupatia wasaa huu kuja kuongea na kukutana na nyie. Ama kupokea risala yako mwalimu, nimeipokea na itakwenda kufanyiwa kazi hivi karibuni. Mheshimiwa Diwani wa kata ya mjini na msafara uliongozana nao, kwa niaba ya Chuo cha Walimu Shinyanga, kwa niaba ya mkuu wa chuo, napenda kutoa shukrani za dhati kwa hiki ulichokifanya. Hakika umefanya kitu ambacho kimeacha alama. Sio viongozi wote ambao huwa wanawiwa kusaidia maendeleo katika vyuo au katika taasisi mbalimbali ambazo wao wanaongoza. Kama ulivyosema, unaweza kufikiri siasa ni kuitwa mheshimiwa, lakini siasa ama uongozi, tuseme siasa, tuseme uongozi. Uongozi sio kuitwa mheshimiwa. Uongozi ni kuwatumikia wale walioko chini yako. Na umelionyesha hili leo Chuo cha Walimu Shinyanga kwa vitendo. Na hii halaiki iliyoko hapa ni mashahidi. Tunakushukuru sana sisi kama chuo. Naomba usituchoke. Tunayo mengi, tutakuja sana. Na niseme pia tumefurahishwa sisi kama wakufunzi na wanafunzi walimu tarajali kusikia kwamba hiyo TV inakuja.